Hali gani na habari za wakati huu mwanamichezo mwenzangu, pasi na shaka hujambo na mzima wa afya tele. Iwapo afya imekuwa shakani, binafsi na kuombea kwa Jalali uweze kurejelea uzimani. Karibu sana kwenye Sports AM, kipindi maridhawa kabisa ambacho huwa kinaangazia taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani ambazo zimesheheni na kushika hatamu katika viunga na madimba mbalimbali ya kimichezo. Hapa ndio mahali pekee Afrika Mashariki na Kati ambapo tunaangazia kwa wiki nzima kile ambacho kimejiri na kuchukua nafasi kwenye ligi mbalimbali duniani, tukianzia hapa nyumbani kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Baadaye pia tutavuma kutazama kule Kenya kipi ambacho kimejitokeza, kule Zanzibar nini ambacho kimejiri, lakini bila kusahau pia tutavuma kwenye rubaa za kimataifa kwenda kuangalia ligi mbalimbali duniani. Mathalan tutakwenda kutazama kwenye Serie A kipi ambacho kinazungumzwa, lakini kama haitoshi tutakwenda pia Hispania kufahamu kwa kina kipi ambacho kinazungumzwa, lakini kama haitoshi pia tutakwenda kule Saudi Arabia kuiangazia Saudi Pro League kwa kina kipi ambacho kimejiri na kuchukua nafasi, na taarifa nyingine ambazo zitakuwa zinaingia papo tutazisogeza kwako kuhakikisha tunakushibisha kabisa. Mimi ni mtangazaji kinara, na kama ambavyo imekuwa ada kwenye awamu ya kwanza ndani ya Sports AM, huwa tunakuwa na wanamichezo ama wageni mbalimbali kupata kufahamu kwa kina kipi ambacho wanakuwa wametuandalia, lakini pia tunaangazia juu ya matukio makubwa ambayo tutakuwa nayo kwa wiki husika. Na hivi leo ilivyo bahati, tumepata nafasi ya kuketi na Suleiman Makanya ambaye ni mmoja wa waratibu wa Simba Queens. Nitakuwa naye hapa, nitazungumza naye mambo kadha wa kadha. Ni kualike mtazamaji, endelea kusalia papo hapo ulipo, na kama ndio kwanza unajiunga nasi, basi jongelea kwa shauku moja kwa moja ndani ya Sports AM. Suleiman Makanya, habari za asubuhi. Salama. Mambo yanasemaje? Mambo fresh kabisa. Uko fresh kabisa. Nashukuru Mungu. Karibu tena kwenye studio zetu za Azam TV. Nashukuru sana. Najua sasa hivi hapa umekuwa mwenyeji. Sio mgeni tena. Sio mgeni tena. Karibu sana. Asante. Mbele yetu hapa tuna tukio kubwa sana baada ya hivi karibuni kushuhudia mchezo wa watani wa jadi kati ya Simba na Yanga. Kwa maana ya tulishuhudia mechi ya Simba na Yanga kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Lakini kama haitoshi, awali tulishuhudia mechi ya Simba na Yanga kwa maana ya dabi ya Kariakoo kwenye uwanja wa New Amani Complex. Ilikuwa ni kwenye michuano ya muungano pale visiwani Zanzibar, na kongole heko na shumbe pia kwenu kwa Simba kuweza kubeba ngao ya muungano, kubeba taji la au bingwa wa ligi ya muungano pale Zanzibar. Lakini baadaye pia tukashuhudia sare ile ya mabao mawili kwa kweli. Karibu sana. Asante. Makanya, nataka nifahamu kwanza, hivi karibuni tunatarajia kuwa na mchezo mwingine wa dabi, na hii inakuwa ni upande wa pili sasa. Unaizungumzia Simba Queens wanapepetana na Yanga Princess. Tutazame mchezo huu kinadharia, linapokuja swala la mchezo wa dabi kati ya Simba na Yanga, huwa unakuwa ni mchezo wa namna gani? Nadhani ni mchezo mkubwa ambao unakuwa unateka hisia za watu, lakini unajua kwamba ligi ya wanawake kwa Tanzania imebadilika, imepiga hatua kubwa sana kabisa. TFF wanafanya kazi kubwa, vilabu vinafanya kazi kubwa, kwa sababu unajua kwamba ni ligi ambayo bado haina mdhamini. Kwa hiyo ni majukumu ya vilabu, majukumu ya zile timu ambazo zinawamiliki binafsi kuendelea kupushi, kupambana kuhakikisha kwamba timu zao zinaweza kusafiri, zinaweza kucheza mechi zote pasipo timu kutocheza mechi. Kwa hiyo ligi yetu imepiga hatua kubwa sana. Kwa hiyo hata ndio maana umeona ushindani umekuwa ni mkubwa, lakini ujue wachezaji wa kigeni hao na wenyewe wameleta changamoto kwenye ushindani. Kwa hiyo nadhani utakuwa ni mchezo mkubwa sana, kwa sababu unavyojua kwamba hata ukiangalia pale msimamo wa ligi bado ni bado sio rafiki, bado ni msimamo ambao kwamba ukiteleza mwenzako akipanda unashuka. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ambayo itavuta hisia za watu, lakini itakuwa ni mechi yenye ushindani mkubwa, ni mechi ambayo itateka ufundi mwingi. Kwa hiyo kwa sababu unavyojua kwamba Yanga wametengeneza timu na wanahitaji ubingwa, lakini JKT wanahitaji ubingwa, lakini Simba unajua kuna misimu ile hapa katikati tuliteleza. Kwa hiyo na sisi target yetu msimu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa mabingwa. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mzuri, lakini utakuwa ni mchezo wenye ushindani mkubwa. Mtakuwa mabingwa na mtaiwakilisha Tanzania kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Ndio malengo yetu haya. Tunafahamu joto huwa linakuwa linapanda na kushuka kadiri siku zinavyoendelea kusogea na zinapokaribia mchezo. Wewe ni mratibu wa siku nyingi sana ndani ya kikosi cha Simba Queens, kama ilivyokuwa upande mwingine, upande wa pili Abasi wenyewe tumezoea kumuita Vasco, miongoni mwa waratibu ambao aghlabu wamekuwa tunakutana naye kwenye mataifa mbalimbali. Inapotokea kwamba Simba inasafiri, ndio mtu wa kwanza kwenda kushughulikia mipango, logistics na vitu vingine vyote. Joto linakuwa la namna gani kwenu nyinyi viongozi pindi inapokuwa inawadia mchezo wa dabi kati ya Simba Queens na Yanga Princess? Unajua mpira wake ulipofikia yani tofauti yake ya dabi ya wanawake na wanaume imekuwa ni ndogo, lakini hisia zinakuwa ni kubwa.
ni mechi ambayo hata kama leo ikitokea kwamba umefungwa bado hisia zinapelekea kwamba ni kwenye dabi, yani inaenda zile zile kwenye dabi kama wanaume, kwa sababu lazima kwamba atakayekuwa ameshinda atafurahia, mashabiki watafurahia, viongozi watafurahia. Kwa hiyo hata maandalizi yake, training zake zinakuwa ni special kabisa, kwa sababu inakuwa ni mechi kubwa. Kwa sababu ukiachana na hapo kwamba tuna wachezaji ambao wametoka mataifa tofauti kabisa, kwa hata yale mataifa yatakuwa kuna baadhi watu watakuwa wanafuatilia wachezaji wao ambao kwenye hizi timu kuelekea kwenye mechi. Kwa hiyo inakuwa ni mechi ambayo inakuwa na hisia kubwa, inakuwa na maandalizi, inakuwa na ushindani, inakuwa na vitu vingi yani. Studioni naye Selemani Makanya, mratibu wa timu ya Simba, ambaye nitakuwa naye hapa kuzungumza naye mawili matatu, na ilikuwa ni kama kifungua kinywa, lakini kuarifu kwako mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, mahojiano maalum ambao tunakwenda kutazama mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba Queens dhidi ya Yanga Princess. Mchezo huu utachezwa Mei 15. Maana yake utakuwa ni miongoni mwa michezo migumu sana ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa kweli kweli. Ni wiki ijayo tu hapa ndio mchezo utakwenda kuchezwa, kwa maana wiki inayoanza kesho siku ya Jumatatu tutakwenda kushuhudia tarehe 15. Ni takriban siku 5 tu zimesalia. Kama viongozi mnapokuwa mnakaa kwenye meza sasa, siku chache kama hizi ambazo zimekuwa zimesalia, kipi ambacho huwa mnazungumza? Nadhani kikubwa ni kuelekea mechi hii hapa. Unajua ni sehemu ambayo kwamba inahitaji psychology kwa wachezaji. Kwanza kitu cha kwanza inatakiwa ichukuliwe kama ni mechi kubwa, lakini inatakiwa ichukuliwe kama ni mechi ambayo iko kwenye ligi, kwa sababu unapokuwa kwenye ligi ujiandae na mechi moja, kwa sababu ili uweze kuwa bingwa lazima target iwe ni kushinda mechi zote kabisa. Uweze kusema kwamba leo ngoja nikashinde mechi na Yanga tu, bado uweze kuwa bingwa. Kwa target yako kwanza lazima unatengeneza plan ya mechi zote, kwa sababu unajua ligi yetu sisi na timu 12. Kwa hiyo ni michezo 22. Kwa hiyo plan ili uweze kuwa bingwa lazima kitarget kwamba lazima nishinde mechi zote 22. Kwa hiyo ni plan ambayo kwamba unakuwa yani kipindi hiki na wachezaji ambao inatakiwa kwamba mwalimu kwanza anakuwa ni mazoezi sana ya techniques, mazoezi ya kiufundi, lakini pia na wachezaji ndio wapate muda wa kupumzika, anatakiwa psychology, kwa sababu ni mechi kubwa. Sasa mchezaji mwingine anaweza kaipelekea kuwa ikampa pressure, akaifanya mechi kuwa kubwa sana, hata kama yani ikafika sehemu akashindwa kuiwekea average ile mechi, kuichukulia kama ni mechi ambayo nitaenda kushindana, kwa sababu unapotengeneza pressure nje, tayari pressure unaweza kaiweka paka uwanjani, ambapo sasa ukishaiweka uwanjani tafadhali kwamba utashindwa kudeliver kile ambacho watu wako wanategemea kutoka kwako. Kinadharia inatajwa kwamba ni miongoni mwa mechi ambazo zinakuwa zina pressure kubwa sana. Watu wanasema mechi ya Simba na Yanga, mechi ya Simba na Yanga, pressure yake sio ya kawaida, wachezaji wanakuwa hivi. Sasa ilivyo bahati leo wewe uko jikoni kabisa, uko ndani. Nataka nifahamu maandalizi ya mchezo huu ni kweli yanakuwa ni tofauti na maandalizi ya mchezo mingine ambayo huwa mnakutana kwenye michezo mbalimbali, kwa maana ukizungumza ligi yote ni michezo ya ligi. Utofauti wake na upekee wake hasa ni upi mchezo wa dabi ya Kariakoo? Ni kweli maandalizi yake yanakuwa tofauti, kwa sababu ukiangalia wenzetu tumewafunga mara nyingi sana, kwa sababu yani ukiangalia tumekutana mara 18. Ndio. Lakini katika mara 18 sisi tumewafunga mara 12. Ndio. Wao wameshinda mara 3 afu tumedraw mara 3. Ndio. Kwa sasa hii tunaenda kwenye dabi ya 19. Kwa hiyo bado hapo kuna history. Unaona, afu kija kuangalia kwamba Yanga wanaedi na huku kuna Mgosi, ni watu ambao wamekuwa ni washindani, ni watu ambao wanafahamiana, ni marafiki. Kwa hiyo kila mmoja anakuwa anatamani kwamba kumuonyesha mwenzake. Kwa hiyo ukiachana na ushindani wa wachezaji, lakini bado kuna ushindani wa makocha, lakini bado kuna ile dabi ni Simba ni Yanga. Kwa hiyo inakuwa ni vitu vingi ambavyo vinakuwa ni special. Kwenye vitu vingi ambavyo pia vinakuwa ni special, maana yake ndani yake kuna historia ambayo yumkini watu wataka kufahamu pengine mchezo huu ulikuwaje, na hivyo vitu special ambavyo wewe unavizungumza, ama vitu vya aina yake vya tofauti na vile ambavyo umevizoea. Tunafahamu kwenye mechi kubwa za namna hii aghalabu huwa kuna kuwa na matukio makubwa. Wakati mwingine matukio ya kusisimua, wakati mwingine matukio ambayo huwezi kutarajia kama yanaweza yakajitokeza. Bila shaka kwako pia imetokea. Ni matukio gani makubwa ambayo? Matukio makubwa, unajua tumeona kwamba timu za wanaume kuna muda timu inakuja inaacha kuingilia mlango rasmi, wanaingilia mlango tofauti, lakini hata kupote na penye sasa imefika sehemu kwamba tule muda kwenda kufanya warm up watu wanaviziana. Kwa hiyo inafika sehemu mpaka yani unatoka kwenda kwenye warm up zimebakia dakika 10 20. Kwa hiyo ni vitu ambavyo yani ndio maana nakwambia kwamba ni yani imeshakuwa the same, kwamba ni unachokiona kule na huku kipo. Kwa hiyo ni vitu vingi tu ambavyo vinashabihiana, unaona.
Kujibu swali langu la msingi, tuzungumzie kwenye historia yako binafsi mpaka sasa kwa hapa ambapo tumefikia. Umetuambia kwamba dabi hii ni sawa sawa na dabi ambao wanacheza timu kubwa za wanaume kwa maana ya Simba na Yanga. Ndani ya uongozi wako kwenye hizo dabi ambazo umezitaja, hii tunakwenda kucheza dabi ya 19. Pengine ni tukio lipi ambalo unasema hii miongoni mwa matukio ambayo kwa hakika siwezi kusahau katika mchezo huu wa dabi? Pengine ilikupa pressure, pengine ilileta ghadhabu, pengine yani kuna namna ambayo unaweza ukaisimulia kwa sababu hii hata nikikaa na watoto wangu wakianza kuniambia kuhusu mpira nitawaambia bwana, kwenye Simba na Yanga kuna 1, 2, 3. Nadhani tukio ambalo ni msimu wa ilikuwa ni 23 24 kama sosei. Ndio. Tuliongoza ligi kipindi kirefu sana. Mechi ambayo kwa natakiwa sisi tushinde ilikuwa ni mechi yetu dhidi ya Yanga ili tuweze kuendelea kwa juu, lakini ilikuwa ni asilimia nyingi tungekuwa mabingwa, lakini ile mechi kipindi cha kwanza kwa tunaongoza goli moja. Ndio. Bahati mbaya kipindi cha pili dakika za mwisho tukaruhusu goli, tukatoka sare, mechi yao kaenda kukutana JKT. JKT akashinda, JKT akawa bingwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwamba kwetu sisi ndio ile tuvurugia mipango yote. Naikumbuka hiyo mechi. Yaani ndio mechi ambayo tuvurugia mipango yote. Huwezi kusahau kwa ile siwezi kusahau kwa sababu hata ukiangalia hata msimu uliopita na penyewe ndio hivi kwamba si tu kwa mabingwa, lakini ndio hivi ni kwamba waliamua kutengeneza mazingira, unaona. Kwa hiyo lakini ndio hivyo, ndio mpira. Unavyosema waliamua kutengeneza mazingira unamaanisha? Sasa unajua kwa sababu ukiangalia kwamba yani kuna mechi leo unaona kabisa kwamba huyu na huyu wakienda kukutana kuna upinzani, lakini wanakuja kukutana wanakuta kwa sababu hata siku ile mechi wale kukutana wao JKT kwamba wao walipanga kikosi cha wachezaji ambao hawachezi kabisa yani. Kwa hiyo yani ambao watu wenyewe siku walishangana. Ukaangalia wachezaji wote first 11 wako juu, lakini sasa huwezi kujua, ndo plani ilikuwa mipango yao, huwezi kujua kila nani hao, kila timu inakuwa na mipango yao. Kwa hiyo lakini ndo mpira, lakini unajua yote yanatokea hapa na kupa fundisho. Kwa hiyo ina maana misimu miwili yetu kwetu sisi kama Simba tumepata fundisho kubwa sana. Kwa hiyo tumegundua kwamba yani unapotaka kufanikiwa kwenye maisha usimtegemee jirani. Yani pambana wewe alafu utengeneze njia yako, lakini ukimtegemea fulani kwamba mimi hapa nikifeli ile fulani atanifavor, huwezi kufanikiwa. Hiyo sasa na ule usemi ambao unasema wakati mwingine ukiwa vitani ulicho nacho kwa wakati huo ndio silaha yako. Ndio silaha yako, ni kweli. Kama unajiwe unapanga, hiyo ndio silaha yako ambayo itakukinga. Kuna tukio moja lilikuwa la kusisimua sana, nadhani pia lilikuwa ndani ya uongozi wako. Kuna mechi ambayo ilipangwa kati yenu na JKT ambao unaozungumza. JKT walikuwa wanautumia uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, na kuna wakati pia walikuwa wanautumia uwanja wa Azam Complex Chamazi. Sijui kama unakumbuka. Ni miongoni mwa matukio ambayo yalizua hali ya tafrani hivi, hali ya taharuki. Kuna timu ilienda Meja Jenerali Samuyo na kuna timu ilienda kwenye uwanja wa Azam Complex. Nakumbuka. Unalikumbuka hilo tukio? Hilo tukio nadhani ni watu kuheshimu tu kanuni. Yaani ni kanuni, kwa sababu shirikisho lilituma taarifa kwa vilabu vyote. Vikielekeza kwamba ile mechi itachezwa Azam Complex. Ndio. Watu wote tukapata email, tulitumiwa. Unaona, bahati nzuri tukaenda kwenye kikao cha mechi, pre-match meeting tukaenda. Tayari pale mchezo wote timu zote zimehudhuria. Baada ya pale na mkakubaliana na pale taarifa katoka kama mechi ni kule. Sisi wote tukamandalizi tukaelekea kule kwa maana ya Chamazi. Tumefika kule sisi hawajatokea, wao wameenda sehemu nyingine. Baadaye maamuzi yalitolewa. Maamuzi yalitolewa, walinyang'anywa pointi. Sio kwamba mlifanya figisu. Hapana, sio figisu. Unajua ni kwamba taarifa umetoka kusema ndio mipango yao. Sasa na mimi nakuuliza kwa nini? Unajua kwenye mpira yani huwezi kwenda against na shirikisho. Shirikisho ndio linalotupa mwongozo sisi ambao kwenye vilabu. Sasa kama shirikisho limekwambia bana mechi ya kesho unacheza KMC, alafu wewe una taarifa zako nyingine unasema na mechi ya kesho sio KMC, labda ni Chamazi. Sio kweli. Nimekuchachawiza kidogo. Unaona, kwa hiyo ni vitu tu kujua kwa taratibu na kanuni, kwa sababu unajua kwamba mpira una taratibu zake na wanaoongoza mpira ni TFF. Sasa unapotaka kwenda tofauti, tafsiri yake kwamba wewe labda una shirikisho lako tofauti na la nchi hii. Mmewafunga mara nyingi sana. Nikinukuu maneno yako ya awali unasema mmewafunga mara nyingi sana Young Africans, kwa maana ya Yanga Princess. Na hii ni mara ya 19. Waswahili wanasema hii ni mara ya 19 ambao mnakwenda kukutana nao. Inaleta pressure kiasi gani ama inaleta wepesi kwenu kiasi gani? Mkiitazama historia inaonekana imekuwa upande wenu. Unajua muda mwingine kwenye maisha yani usiishi sana kwenye history.
kwa sababu ukiishi sana kwenye history utafika sehemu utabweteka. Utashindwa ku maintain ile status yako ulionayo. Yani kikubwa ni kwamba hizo ni history zipo, tumeshaziacha. Kwa sasa hivi tuna focus mbele. Kwa sisi target yetu ni kuangalia kwamba tunajiandaa na mchezo unaofuata ambao ni tarehe 15. Kwa sisi target yetu, mipango ya mwalimu, tuko mazoezini kuendelea na maandalizi kuelekea mechi hiyo. Target yetu si ni kwenda, Mungu atujalie wachezaji wetu wafike salama siku ya mechi, basi tukapambane, lakini lengo ni pointi 3. Utofauti nadhani ni upi wa mchezo huu? Ukiangalia katika dabi ambazo zimepita, mmekutana na Yanga mara nyingi sana, na umezungumza kumekuwa na wachezaji wa kigeni. Yanga wana wachezaji wa kigeni kwa maana Yanga Princess, na Simba nao wana wachezaji wa kigeni kwa maana ya Simba Queens. Utofauti na upekee wa mchezo huu ni upi ukilinganisha na dabi nyingi ambazo zimepita, dabi 18 za huko nyuma? Unajua, yani ligi zinabadilika, ni kadri msimu unapokuwa unakusha kuja msimu mwingine ushindani unakuwa unaongezeka. Kila mmoja anapoingia kwenye usajili anaona ni wapi niliteleza, wapi kuna changamoto, kwa anafanya usajili kutokana na mahitaji ya timu yake. Kwa hiyo inapelekea kwamba hata wao kuna wachezaji wako nao pale hawajawahi kupata ubingwa toka wamekuja Tanzania, wanahitaji nao pate ubingwa. Lakini pia hii kwamba sasa hivi unapokuwa bingwa unaenda Sekafa ndio Champions League. Kwa hiyo imechagiza kila timu kupambana ili kwamba kijua, unajua zamani kwa unacheza ligi unakuwa bingwa tu unakaa unasubiria msimu mwingine ligi ianze, lakini sasa hivi ukiwa bingwa utaenda Sekafa, Mungu akikujalia ukishinda utaenda Champions League. Na ukiona sasa hivi Champions League wameongeza pesa ukiwa bingwa, kwa hiyo dola 600 size. Kwa hiyo unapata kama bilioni 1 na yani bilioni 1 kama na point ukiwa bingwa. Kwa hiyo umeona kwamba yani kila mmoja sasa hivi anakuwa anacheza ligi kwa target, kwa kujua kama nikiwa bingwa ndani nitaelekea wapi. Kwa hiyo ndio maana imekuwa na ushindani mkubwa sana. Tukitazama dabi ya wanaume, kwa maana ya tukitazama dabi ya Simba na Yanga, wakati fulani huwa haijalishi nani bora kuliko mwenzake. Wakati mwingine matokeo huwa yanapatikana tu hata kama timu naiona ni dhaifu, lakini zinapokutana Simba na Yanga, kwa maana hizi timu za wanaume, basi matokeo hayajalishi nani amekuwa bora kwa wakati huo. Hebu tupe uzoefu wako kwa timu za wanawake, inapotokea Simba na Yanga, nini ambacho huwa kinajitokeza na mambo huwa yanakuaje? Unajua hizi mechi, kwanza mechi yenyewe inakuwa ni kubwa. Yani pressure unaibeba kutoka nje. Inafanana na huku kwenye dabi ya wanaume. Inafanana. Yani pressure unajua kuelekea hizi mechi za Simba na Yanga. Yani pressure unaanza kuwa nayo kabla, ndani ya nje ya uwanja, kabla hata kufika ndani ya uwanja. Inaanzia kwa mashabiki. Viongozi. Kwa hiyo ina maana tayari watu wanakuwa na target kwamba bwana lazima mechi tukashinde. Kwa hiyo mtu akiangalia aina timu alionayo anakuwa na uhakika. Kwa hiyo kinachofika pale uwanjani kinatokea. Kwa hiyo kila mtu kinakuwa kama kina surprise, hakuna mtu anakuwa anaamini. Lakini kuna muda kuna mchezaji unaweza kuwa unajua form yake, lakini unashangaa siku inafika kwenye mechi hiyo ukashangaa kacheza tofauti kabisa, ukasema huyu mchezaji leo kawaje. Kwa hiyo nina mechi ni mechi kubwa, kwa hiyo inakuwa na pressure. Kwa hiyo kuna muda mwingine mtu anaweza akashindwa kuienda ile pressure ikafika sehemu, ndio maana unaweza ukashangaa hata mchezaji mwingine akashindwa mechi hata dakika 10 20, mwalimu anamtoa kwa sababu anaona kila alichotegemea kutoka kwake siku imekuwa tofauti. Kwa hiyo anamtoa, anaenda. Kwa hiyo inawezekana inakuwa ni pressure tu ya mechi. Tuzungumze tarehe 15 imefika. Mathalan tunatolea mfano tarehe 15 imefika kuelekea kwenye dabi yenyewe. Una masaa mawili tu kuelekea kwenye mchezo. Hali ya pressure pale na joto inakuwaje kwa nyinyi viongozi kwanza? Nadhani unajua, yani kuna muda hizi mechi tumeshazicheza. Kwa hiyo kuna muda inatakiwa kwamba tusibebe sana pressure. Kwa sababu ukianza kuibeba pressure kama kiongozi, itafasiria kwamba hata na wale wapiganaji wako nao watawapa pressure. Kwa hiyo ni muda tu kwamba, ndio maana nimekwambia kwamba ni muda ambao kwamba kwanza, kitu cha kwanza lazima tuwajue kwamba ni mechi ya kwenye ligi. Ni mechi ambayo kwamba ni mechi special, lakini ni mechi ya kwenye ligi ambayo hizi mechi tumeshacheza mara nyingi. Kwa hiyo lazima tu kuwatengeneza kisaikolojia kuamini kwamba ni mechi ya kawaida. Ndio maana umeona nataka kuelekea mechi kama hizi lazima mtu muda mwingine mnakaa, mnaongea, mnashauriana, mnacheka, yani mnaanza kufikiria kwamba bana timu ile kwa hivi tumecheza nao, labda kwa sababu ukiangalia sasa hivi kwamba tumecheza nao raundi ya kwanza, lakini pia ukiangalia kwamba kuna mechi kwenye ligi zinakuepo, timu mechi zinakuwa live, mnakuwa mnaangalia. Kwa hiyo ni timu ambayo mnakuwa mnapata muda mwingi wa kuiangalia. Kwa hiyo sidhani kama pressure inakuwa ni kubwa sana. Na umezungumza kuitazama timu kwa maana ya kuwatazama wapinzani wako. Mimi ninavyoiona Yanga Princess sasa hivi ni miongoni mwa timu bora kwenye ligi ya wanawake. Ukiniuliza kwa nini, nitakwambia kwanza kwa aina ya sajili ambazo wamezifanya, wachezaji ambao wamewaleta, kina Mukana Isenga, ufungaji wao, uchezaji wao. Nyinyi kwenu mnaitazama kama timu ya namna gani? Ni timu nzuri. Sisi tunaheshimu, wana timu nzuri kwa sababu ukiangalia walikotoka mpaka walikofika, wana msimu wana timu nzuri. Kweli. Kwa muda mwingine unajua mpira unaweza kuwa na timu nzuri, lakini siku hiyo
Hiyo inawapa hofu. Kwa sababu unajua maisha ya mpira kiasi gani juu ya uzuri wa timu yao. Unajua maisha ya mpira yani mwalimu unapokuwa mazoezini, unachokuwa unakiandaa ujui opponent wako anaandaa vipi. Leo mwalimu anaweza kusema bana mimi kwenye mechi leo tunaenda kucheza na 4-4-2. Lakini huwezi kujua opponent yeye anakuja na mfumo upi au anakuja na mbinu zipi. Kwa hiyo mbinu za mpinzani wako utazikuta uwanjani. Kwa hiyo baada ya pale ndio utajua kwamba ndani ya dakika 10 utaona kwamba mpinzani wangu amekuja mfumo wangu nilopanga mwanzo umefeli, ngoja ni switch niingie kwenye mfumo fulani. Kwa hiyo huwezi kujua kwa sababu unapokuwa unapanga wewe plani zako mazoezini unapanga ukiwa wewe kama wewe. Nimetazama kwenye msimamo wa ligi ya wanawake Tanzania na nikaona kati ya nyinyi Simba Queens na Yanga Princess tofauti ni alama 4. Yeah. Ikitokea Yanga Princess anapata ushindi katika mchezo huo, manake ni kama vile ataanza kuwavuta shati kwenye mbio za ubingwa kwa Simba Queens. Lakini ikitokea Simba amepata ushindi katika mchezo huo, ni kwamba anaongeza gap la point kutoka alama 4 hadi kufikia alama 7. Hii inawapa ugumu kiasi gani kuelekea kwenda kuwakabili Yanga Princess? Na pengine mmepata nafasi ya kukaa na wachezaji kuambia na wanalifahamu hilo? Nadhani wachezaji wanajua kwa sababu unajua tuko nao mazoezini kila siku na wao wanajua msimamo wanauona. Wanajua kabisa kwamba yani wanajua ugumu wa kupoteza mechi, kwamba wataingia kwenye pressure ipi na ugumu na uzuri wa kushinda mechi watakuwa kwenye nyakati zipi. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanafahamu. Utani kidogo. Kwenye Simba na Yanga mara nyingi miaka ya nyuma huko wao walikuwa wanakwenda kwa wataalamu. Ukisikia mtu mtaalamu au unatumia neno wanakwenda kwa mafundi. Na ilifika wakati timu zilikuwa zinakwenda Unguja, wengine wakawa wanaenda Bagamoyo, wakati mwingine Morogoro, kama utakuwa unakumbuka vizuri. Nakumbuka. Vipi utaalamu kwenye timu za wanawake? Kuna wataalamu ambao nao wanafanya mambo huko? Unajua hivi vitu vipo kwa sababu unajua ni vitu ambavyo watu ni vitu viko kwenye history. Lakini muda mwingine ni vitu ambavyo hatuwezi kuvipa nafasi kubwa. Unajua mpira ni sayansi. Mpira ni sayansi, lazima uwekeze sana uwanjani, uwekeze kwa wachezaji, uwe na wachezaji bora. Mimi na imani ukiwa na timu bora utasurvive vizuri tu. Yani hivi vitu vingine ni vitu ambavyo kwa sababu mimi naamini kama vitu vingekuwa na nguvu kiasi hicho, hakuna mtu leo ambaye angeweza kusajili mchezaji labda dola 600 au dola 500. Yani kama angekuwa naamini kwamba nikifanya tu hivi basi mimi nitashinda, hakuna mtu angeingia kwenye gharama kubwa hizo. Hata tusingekuwa kuna umuhimu wa kusajili foreign. Yani ungekuwa unasajili roko tu kwa sababu naamini kwamba bana kuna nguvu ya ziada hapa hii tukuboost tu hawa wanaenda mpaka Champions League na wanaenda kushinda. Kwa hiyo ni vitu vya nyongeza tu. Wakati mwingine tunaona watu wanachukua chupa, wanamwaga maji uwanjani, wakati mwingine kwenye nyavu. Na hivi karibuni nimemsikia mmoja wa msemaji wa timu kubwa tu za Dar es Salaam akizungumzia matukio namna ile, na akasema alikuwa anampelekea maji mlinda mlango. Wakati mwingine vitendo vya namna ile labda vimekuwa vinawatoa mchezoni kwa namna moja ama nyingine, kiona vinatokea uwanjani. Mimi nadhani hata TFF hizi adhabu anazoweka hizi za kusema kwamba vitendo kama vile mtu anapigwa adhabu si analipa milioni 5 milioni ngapi. Mimi nadhani kuna muda umefika sasa ile kanuni waiboreshe zaidi, yani kwa sababu imefika sehemu mtu anafanya tu kimakusudi aonekane. Unajua kuna muda mwingine mtu anaweza kutaka kufanya tukio ili aonekane tu kwamba kamera zitamulika, akirudi mtaani ataonekana yeye shujaa. Lakini ukiangalia inapoteza image ya mpira kwa sababu ile ni mechi kubwa, inaangaliwa na dunia. Sasa mtu inatokea tu from nowhere mtu anafanya vitu vyovyo kama vile ni vitu vya kiuni ambavyo kama inatakiwa hata TFF sasa hivi wao wakali, unajua kwa sababu leo kuna mtu anaweza kana fanya tukio kwa kuamini kwamba mimi nimefanya hili si milioni 5 tu, haina shida ni. Kwa hiyo hii ndio maana hata kama kuna vitu vimekuwa endelevu, mtu anafanya tu anajua kabisa hii si milioni 5 tu, hii si milioni 10 tu. Lakini kama yani inatakiwa sasa hivi kwamba wewe na mbadala, kwamba mimi nadhani vitendo kama ingekuwa ni mtu akifanya kitu kama yeye ananyang'anywa point, mimi nakwambia vitu vingekwisha. Kwa wazo lako ni kwamba timu zinazojihusisha na imani za kishirikina adhabu yake iwe ni kunyang'anywa point. Yani ikija kwamba sasa hivi kwamba ukifanya vitu vyovyo kama vile ni point, mimi nakwambia utaviona tena uwanjani. Kweli huwezi kuviona. Sasa mtu kama leo mfano unaongoza labda una point 19 na kufuata na 15, ukafanya vitu vya kiuni kama vile kanuni inajieleza. Baada ya pale kamati ya masaa 72 yanapita umenyang'anywa point 3, umerudi 16, na utasubutu kufanya. Kwanza hata kama ndio mwenye timu yule mtu hata kazi utamfukuza. Mimi nakwambia ni walai. Bana, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Sports AM ya Azam TV. Mimi ni mtangazaji kinara naitwa Hassan Ahmed. Hii leo niko na mratibu wa timu ya Simba Queens Suleiman Makanya, lakini wengi wao wanamuita Selemani Makanya. Lipi ambalo unalipenda zaidi kati ya haya? Ni Selemani na sio Suleiman. Hapana, Selemani Makanya. Hilo ndio limekuwa limekaa vizuri zaidi.
Makanya tutoke kidogo kwenye Simba Queens. Tuzungumze mpira kwa ujumla wake. Yeah. Jana tumeshuhudia baraza la michezo la taifa kwa maana ya BMT lilikuwa na usiku wa tuzo za wachezaji, watangazaji, wana michezo ambao wamefanya vizuri sana kwenye mwaka 2025. Ulipata nafasi ya kufuatilia? Nilifuatilia kwa muda afu baadaye nikawa niko barabarani kwa hiyo sikufika mwisho. Kwako hizi tuzo unaziona ni tuzo za namna gani? Ni tuzo nzuri kwa sababu zinakuwa zinaendelea kuwapushi watu ili kuendelea kupambana, kila mtu kwenye nafasi yake endelee kupambana, kwa sababu yani unapokuwa unafanya hata leo kwa Azam TV kama kuna kitu unakifanya afu kuna siku Azam TV wakathamini mchango wako kukupa kitu chochote, kwa hiyo ina maana wanaendelea kupushi kwamba kupambana kuipambania kazi yako yani. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Ni motisha. Ni motisha. Wajua kwa nini nimekuuliza? Kwenye soka la wanawake nimemwona Stumai Abdullah. Yeye ndo ametajwa mchezaji bora kwa mwaka 2025. Kwako binafsi unadhani alistahili kuchukua ile tuzo? Sasa unajua hizi tuzo hatuwezi kuongea sana, lakini mimi na imani kwamba unajua mara nyingi watu wengi ambao wanawekwa kwenye hizo kamati yani unakuta ni mtu ambaye ukimwangalia sana hata mpirani kwa unaweza kukuta mtu mwingine anaamua tu kusikia bana fulani. Bila kwambia mimi nakwambia tumegusia kwenye soka tu. Ni kwenye soka la wanawake. Ametokea JKT yule. Stumai ni mchezaji mzuri. Stumai Abdullah. Stumai mchezaji mzuri. Na amesaidia pia timu. Nilikuwa naangalia kilichomsababisha kuwa yeye ndio mshindi akiwashinda wenzake. Anaongoza kwanza kwa Stumai ni mchezaji mzuri, ni rafiki yangu sana. Anaongoza timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania kuisaidia kufika kwenye hatua kubwa sana kwenye soka la wanawake. Mchezaji mzuri Stumai. Rafiki yangu ni Stumai. Hata kabla kwenda Fountain Gate ilikuwa aje Simba, lakini kuna vitu tu vikatokea. Ndiye akaenda kule, lakini kwangu mimi naheshimu sana, ni mchezaji mzuri, naheshimu mchango wake kwa timu ya taifa, kwa JKT. Unatamani siku moja kumuona Stumai anachezea Simba? Sasa kwa sasa hivi sio rahisi kwa sababu unajua tayari ni mwajiliwa. Tunazungumzia matamanio. Ni mchezaji mzuri ambaye kwangu mimi kama ni mchezaji mzuri kwangu mimi natamani ingekuwa inawezekana namchukua. Yeye mwenyewe anajua mimi nakubali uwezo wake. Awali uliwahi kufanya ushawishi wa yeye kwenda Simba. Kabla hajaenda Fountain Gate, kwa sababu kuna kipindi alikuwa JKT akaenda Fountain Gate. Ikawaje? Nini ambacho kilishindikana? Nadhani yeye tulikubaliana, lakini akasema na meneja yake, kwa meneja yake tukakutana tukaongea, lakini meneja yake naona akasema atarudi baadaye, akawa kurudi. Lakini ukiangalia hata offer tulikuwa tumempa na yeye offer aliyopewa ilikuwa ni vitu tofauti. Kwa hiyo offer JKT ilikuwa kubwa. Yani alitoka JKT akaenda Fountain. Kwa hiyo kabla kwenda Fountain ilikuwa kwamba aje kwetu sisi. Aje Simba. Kwa hiyo maana yake unakusudia kusema offer aliyopewa Fountain ilikuwa kubwa zaidi ukilinganisha na ilikuwa kubwa. Kwa sababu baadaye nikuja kujua ilikuwa kubwa. Sasa inawezekana meneja wake alikuwa amesimamia udili. Inawezekana ndo sijui kwamba kuna kitu gani kilitokea, lakini ni mchezaji mzuri. Kuna ukweli kiasi gani kwamba wachezaji ambao ni wazawa na wachezaji wa kigeni kwenye maslahi wakati mwingine wamekuwa wakitofautiana sana? Wakati mwingine wamekuwa mkiwapa kipaumbele sana wachezaji wa kigeni, ijapokuwa kwenye performance wise wachezaji wazawa wanaonekana kuwa wanajitoa zaidi wakati mwingine, sio wote, tofauti na wachezaji wa kigeni. Nadhani kwa sasa hivi hata wachezaji wazawa wako vizuri, na ndio maana umekuta hata sasa hivi wengi wanaendesha maisha wenyewe. Umesema kwa sasa hivi, maana yake yani uko nyuma, unajua uko nyuma kwamba yani kwa wachezaji wa kizao uko nyuma walikuwa ni wachache sana ambao walikuwa wako kwenye standard. Yani ile level ambayo kwamba huyu ni mchezaji, kwa sababu uko nyuma wachezaji wenyewe wa kizao ambao walikuwa kwenye ile standard yenye ubora walikuwa na hesabu, lakini sasa hivi at least ni wengi. Wachezaji wa kizao ni wengi. Kwa hiyo at least hata na mpira wanawake umebadilika. Maslahi sasa hivi watu wanapata maslahi mazuri kabisa ni sasa hivi. Kwa unathubutu kuambia umma kwamba hata wachezaji wazawa kwa sasa hivi maslahi yao ni mazuri? Wengi. Yanaweza kalingana na wakigeni? Yani hata kama ni kupishana kidogo wengine wanalingana, kwa sababu ndio hata wengine sasa hivi maisha yao wanaendesha wenyewe, wanasaidia familia zao. Wajua na wapo wachezaji wa kizao ambao wanawazidi wa kigeni. Kwa mfano nakupigia mfano mmoja. Faisal ni mchezaji mzawa lakini anawazidi wachezaji karibia wote wa ligi kuu kwenye maslahi. Si ndio? Kwenye soka la wanawake wapo ambao wanawazidi wachezaji wa kigeni. Kweli? Mimi nakwambia. Yani kwenye maslahi wao wako juu zaidi kuliko wageni. Wapo. Nitaendelea kufanya utafiti wangu. Fanya utafiti. Alafu siku nyingine nitakualika hapa tutakuja kufanya utafiti. Mimi nakwambia yani kwetu sisi wapo Kumekuwa na ugumu kiasi gani kwa wachezaji wa Kitanzania hasa kwenye soka la wanawake kwenda nje ya mipaka ya Tanzania? Lakini inaarifiwa kwamba kumekuwa kuna urahisi wageni kuingia nyumbani Tanzania.
Kwanza kuna ukweli kiasi gani kwenye hilo kwamba wageni kwenye soka la wanawake kuingia Tanzania imekuwa rahisi? Tunaona wachezaji kutoka Nigeria, wachezaji kutoka Ghana, kutoka Burundi wako hapa, lakini Watanzania ukianza kuwahesabu kwenye ligi ya Burundi unaweza usipate hata mmoja. Ukianza kuhesabu kwenye Ghana unaweza usipate. Unaweza kuhesabu kwenye ligi ya Nigeria ambao sisi tunaamini wa Nigeria hapa wapo, unaweza ukapata wachache wa kwetu kule. Na unaweza usipate. Si kama unanielewa pointi yangu ya msingi. Kumekuwa kuna ugumu kiasi gani? Wageni wao wanakuja, lakini wa kwetu kwenda kule, na hii hata kwenye soka la wanaume iko hivyo hivyo. Unajua labda mimi nikwambie kitu kimoja, ni mpira wanawake sasa hivi soko lake ni kubwa sana na hasa sasa hivi nchi nyingi zinaangalia sana Afrika. Lakini sasa aina wachezaji tulionao wamekuwa ni wengi sio wa kweli. Yaani mchezaji anaweza ikatokea dili anakuambia ongea na mtu fulani. Ukiongea na yule mtu atakwambia hivi, atakwambia hivi, atakwambia hivi. Ndio. Sasa unajua mfano kuna mchezaji mmoja hapa tayari. Yupo hapa anatakiwa na timu kubwa tu. Yupo hapa nchini. Na ni mgeni, sio Mtanzania. Ni Mtanzania. Raia Tanzania. Anatakiwa na timu kubwa. Kuna mtu kaja juzi hapa. Mchezaji akaambia kutana na watu hao, wamekutana, lakini mpaka leo ni hivi. Kona. Na sio kwamba labda anachukuliwa bure. Yaani wale watu wako tayari kulipa transfer fee ambayo ni almost kama milioni 45. Tudokeze basi anatokea timu gani? Lakini yani mpaka sasa hivi mchezaji mwenyewe kwanza ukimuuliza kwamba mbona mimi sijui, wakati anajua. Sasa yule mtu ambaye tayari ameongea na klabu ile na klabu iko tayari kulipa, unadhani yule agent yule anayeshughulikia deal atakuwa bado na moyo? Kwa sababu anaona hawa watu kumbe wako serious. Kwa sisi ni watu wenyewe tu kwamba ni mpira umefunguka, lakini kwanza kuna watu wengine bado wanaamini kwamba kuna watu bado wanaweka kwamba bana maisha mpira ni mafupi. Lakini mimi niwaambia tu kwamba maisha mpira ndio maisha ambayo mtu anaweza akapata hela kwa wakati mfupi sana na akapata pesa nyingi. Hata baadaye wewe ambaye labda una ajira kuajiliwa, yani mpaka uje ufikie ile pesa unaweza ukakata simu miaka mingapi ndio ifikie. Kabisa. Kwa hiyo ni wachezaji wenyewe, lakini mimi nikwambia ni soko la mpira sasa hivi. Soko ni kubwa sana kwa sababu yani namba, unajua kwanza sasa hivi soko la mpira hasa la nje linahitaji umri wa sasa hivi wa miaka 17 mpaka 24. Kwa wachezaji wenyewe vile je miaka hapa, yani China wanahitaji village hii hapa, USA, Spain, Ufaransa, ni ndio umri ambao sasa hivi unahitajika. Lakini sasa Makanya wewe ni mbobezi kwenye soka la wanawake na watazamaji wa Sports AM ukiniuliza hapa watataka kujua solution. Tunafanya nini kufanyike ili kuweza kuona hawa wachezaji wetu wanapiga hatua mbele? Tuwaone kina Opa wengine ambao wanacheza nje ya Tanzania, tuwaone kina Masaka wengine ambao wako nje ya Tanzania, tuwaone kina Singano wengine ambao wako nje ya mipaka ya Tanzania. Unadhani kwa mtazamo wako ni kipi ambacho kinapaswa kufanyika? Nadhani mtazamo ni, unajua mtazamo ni kwanza watu wanaokuwa nyuma ya hao wajaribu kuangalia maslahi. Unajua mimi wanaambia kitu kimoja kwamba mimi leo ukiwa rafiki yangu natamani wewe ufanikiwe. Yaani wewe uko rafiki yangu afu mimi sitaki wewe ufanikiwe. Kabisa. Mimi leo nafurahia Opa anafanya vizuri kule. Ndio. Opa mimi nadhani kwenye kuondoka ni mtu ambaye nimehusika nadhani kwenye 90%. Kweli? Hata leo kana naye muulize kwamba wewe umeondokaje hapa? Singano. Ilikuwaje? Tupe Opa kidogo. Singano ni hivyo vya zaidi ya 90%. Mimi nimehusika ni mpaka kuondoka ni. Yaani Singano mimi naongea bana, kuna timu inakutaka Mexico. Inatakiwa uondoke. Hakuamini yani. Hakuamini kabisa, anambia kweli, nikamwambia ndio hivyo. Hakuamini. Lakini mpaka siku ana mkataba anatumiwa na India akaamini. Kwa hiyo ni watu ambao mimi wale Opa Singano, yani wale mimi wataniheshimu mpaka kesho, na ni watu ambao mimi tunaheshimiana nao, tunaongea kila siku. Hata huko waliko inapotokea kuna kitu kimeenda tofauti watanipigia simu, tutashauriana tunafanyaje. Tuwasaidie hao ambao wamebaki wafanye kitu gani. Mimi nadhani hao waliopo ni kwamba wao wenyewe kujua kwamba maisha yamebadilika. Maisha yamebadilika. Kama maisha yamebadilika, unajua maisha sasa hivi uhitaji kusukumwa na mtu wa jirani. Inatakiwa kwanza wewe mwenyewe ujisukume. Kwa sababu unajua maisha ya nje ni maagent. Ni connection za agent. Sasa agent anapokuwa amekupa deal afu baadaye anakuja kwako ueleweki, uwezi tena kumpa moyo wa kurudi kwamba endelee kushughulikia, wakati yule mtu ana wachezaji zaidi ya 100 ambao anadili nao. Sasa imetokea bahati kwako, alafu unaanza unaingia hivyo unatoka hivi, hawezi kurudi. Unaona? Hawezi kurudi. Kuna wachezaji ambao mimi kila nikiwatazama kwenye ligi ya wanawake na waona kabisa wana kila sababu ya kuwaona nje ya mipaka ya Tanzania.
lakini bado nawaona wapo ndani ya mipaka ya Tanzania. Nini kinawasibu? Unajua hata watu wanajua kwamba sisi timu yetu ya taifa ile ilikuwa inatakiwa tuongeze namba. Ndio. Ya wachezaji wa kucheza, yani watoki waende nje, tuongeze namba twist tuwe na professional hata wa 10. Tutafanikiwa. Lakini ukiangalia wale professional ambao wako nje ambao wanakuja kwenye timu ile wanaweza first 11 wanaweza kuwa labda wachezaji wa 4 au 5. Lakini kama tukifika 10 na maana itakuwa ni hatua kubwa sana. Kwa sababu unajua level ya mchezaji anayecheza professional na level ya mchezaji ambaye anacheza ndani tofauti. Hata quality ya makocha wanawafundisha kule na level ya huku ni tofauti. Kwa hiyo kama tungeongeza namba ina maana hata kwa timu ya taifa tungekuwa tumepiga hatua. Bana, studioni niko na Selemani Makanya, mratibu wa timu ya Simba Queen. Tunaongelea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao unatarajiwa kuchezwa Mei 15 katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, na tumeongea vitu vingi sana, nikamtoa nje kidogo ya mchezo wa dabi. Sasa turudi kwenye dabi yenyewe. Swali langu la msingi ni kwamba una lipi la kusema kuelekea kwenye mchezo wa dabi, na mechi hii inachezwa kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam? Nadhani kikubwa tu ni kualika mashabiki. Ndio. Kualika mashabiki wa mpira wa wanawake, lakini pia mpira wa miguu wajitokeze kwa wingi siku hiyo. Ni mechi kubwa, ni mechi nzuri ambayo mechi itakuwa na ufundi, itakuwa na ushindani mkubwa. Sawa. Ni mechi ambayo kila mmoja anaenda kutafuta pointi 3. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi mashabiki wetu wa Simba Sports Club. Kwa sababu unajua siku hiyo kwamba sisi tutakuwa timu yetu ya senior team itakuwa ina mechi, kwa hiyo siku hiyo ni nafasi kwao kuweza kuhudhuria Azam Complex kwa wingi kuja kutupa support, kwa sababu unajua kwamba shabiki anakuwa ni mchezaji wa 12. Ni muhimu kwake kuja kuhudhuria kwa sababu unajua ni timu yao. Kwa hiyo mimi nawaalika sana ni siku hiyo waje. Nikushukuru sana Selemani Makanya, ulikuwa ni wakati mzuri sana kuketi nawe asubuhi ya leo ndani ya Sports AM ya Azam TV. Asante sana. Bana, ni Selemani Makanya, nimemaliza naye hivyo tukiwa na mahojiano maalum kabisa kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, mechi ya Simba Queens ambao wanaonekana kuwa ndio vinara kwenye msimamo wa ligi kuu wakiwa na tofauti ya alama 4 na Yanga Princess, na kesho kutwa tarehe 15 utakuwa ni mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba Queens na Yanga Princess. Hii inakuwa ni dabi ya 19 kukutana kwa Simba Queens na Yanga Princess. Kwa nukta hiyo tunakwenda mapumziko mafupi, lakini kusihi mtazamaji endelea kusalia papo hapo ulipo.